Moja ya nyota ambaye amezungumzwa sana mara nyingi sana, hata sisi kwenye jukwaa hili tumesha kumzungumza vya kutosha, ni Kadim Diaw, fullback wa kushoto ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Al Hilal ya Sudan, lakini ni raia wa Mauritania. Nyota huyu bwana yeye of course ana profile yake kwa huko alikotoka. Alicheza Horoya Athletic na baadaye akarudi kwenye kikosi cha Hilali. Amecheza Hilali pale, lakini kuelekea msimu huu akutaka kuendelea kusalia ndani ya Hilali. Yani mwenyewe Kadim Diaw alikuwa anataka kubadilisha upepo. Timu ambayo alikuwa anahitaji zaidi mwenyewe Kadim Diaw kwa kusema ilikuwa ni Simba. Yani ilikuwa hataki timu nyingine yoyote zaidi ya Simba. Zilikuwa zinakuja ofa kutoka maeneo mengine mbalimbali, lakini inaonekana mapenzi yake makubwa yako ndani ya Simba. Sijui siri ya Kadim Diaw na Simba iko wapi? Fadlu Davids ndiye ambaye alichelewesha dili ya Kadim Diaw katika dirisha kubwa lililopita, kwa sababu Fadlu alikuwa anahitaji fullback wa kushoto na tayari Mohamed Hussein ameshaondoka, lakini Kadim Diaw alikuwa yuko pale mwenyewe anaitaka Simba. Fedha ya usajili ilikuwa nyingi kwa Fadlu Davids. Yani Fadlu Davids aliona kutoa hiyo hela yote nyingi, alikuwa hakutaka. Hilali walihitaji dola 300,000 ili kuweza kumtoa Kadim Diaw, kwa sababu bado alikuwa na mkataba. Kwa hiyo ni kitu ambacho Fadlu Davids alisema hapana, hatuwezi kununua fullback wa kushoto, kwa hiyo fedha ni nyingi sana, kwa hiyo haiwezekani. So akaitisha call ya ndani pale, ndo akaenda kusajili Anton Mligo. Mara ya kwanza ilikuwa Miraji Athumani, ilikuwa inaonekana kwamba yeye ongeza kusajiliwa, kwa maana Miraji Abdallah, kumradhi, yule wa Coastal Union, lakini dili ya Miraji Abdallah haikutokea, na finally tukamuona Anton Mligo akiingia kikosini. Sasa Steve Barker amekuja. Baada ya kuja, miongoni mwa maeneo ambayo anataka kuongeza nguvu ni fullback wa kushoto ambako anacheza Anton Mligo. Anataka kumpa challenge Anton Mligo. Anapata wapi fullback mzuri? Mamelodi Sundowns wanaye Fawaz Bassarians, ni nyota ambaye anahusishwa na klabu ya Simba. Tutakuja kumwangalia hapa na kwa nini anahusishwa. Lakini upande mwingine ni Kadim Diaw ambaye ana interest, na Kadim Diaw tayari alishavunja mkataba wake na Hilali, maana yake ni free agent. Kama ni free agent na anaendelea kuhitaji ndani ya Simba, kapambana mpaka kuingia ndani ya Simba, Simba wapo katika mazingira mazuri ya kumchukua Kadim Diaw. Sasa tunasubiri hii story itakapokamilika, tutakuja kuipiga hapa, lakini wewe una nafasi ya kuweka komenti yako. Unaona Kadim Diaw fullback wa kushoto wa Mauritania anaweza kucheza upande wa kushoto, anastahili? Weka komenti yako hapo. Au unaona atoshi?